Jambo la pili, hali hii ikitokea, tambua bila hofu ya kwamba jaribu hilo ni mtaji wa kukuimarisha wewe. Jaribu hilo ni mtaji wa kukuimarisha wewe. 3, kama ulikuwa unakubalika na kibali kile kikapotea, marafiki watakukimbia, marafiki watakuacha, na kuna wengine watakuandama. Hapo wengi wanaweza wakakata tamaa, ila ikikukuta wewe usikate tamaa. Mashabiki watakucheka, tena wataongezeka. Wengine wanaweza wakafanya hata sherehe kwa ajili ya maisha yako, japo Mungu ni tofauti. Mtu wa Mungu akianguka, Mungu hawezi akafanya sherehe na watakatifu, lakini kwa watu ambao hawako upande wako, kwa vyovyote watafanya sherehe, watafurahi, watashangilia kwa sababu umeanguka. Ila Mungu wako hawezi akafurahi mtu wake akianguka, atakuwa tayari kukushika mkono. Kwa kisa cha Yakobo, Mungu alimwambia urudi mpaka nchi ya baba yako, jamaa zako, nami nitakuwa pamoja nawe. Mwanzo 31:3. Kwa maneno tofauti, Biblia inaeleza muda wa kukaa kwa Labani unatosha. Kama umekaa kwenye eneo ambalo wamekucheka, inatosha. Kama ulikuwa kwenye eneo la waliokudharau, inatosha. Kama umekuwa na watu wanaokubeza, inatosha. Kama umekuwa na watu wasiokuelewa, inatosha. Muda wa kukaa hapo unatosha. Hakuna sababu ya kukaa na watu wasioelewa mtazamo wako katika maisha ya ibada. Muda wa kukaa nao unatosha. Huo ni wakati wa kutafuta uso wa Bwana.